Roya basa, raba aka, riaba pa, raza kapa, raba papa, raka yaba, raba papa, raba, rasa, yarapa, raba popo, rasa papa, raka kaka, raba popo, rasa papa, kwa jina la Yesu, asante Yesu, yes, 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 yes. Go rapa, rapa, rasa kaka, rompo popo, ripa papa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna tetemeko linapita, tetemeko linapita, tetemeko linapita, tetemeko linapita, tetemeko linapita. Yes, hamtasalia hapa, hamtakaa hapo. Toka kwenye fahamu zetu, hamtaweza kusikia fahamu zetu, ili tusiweze kupokea neno lako katika jina la Yesu. Kora ramba ropo shaka kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ngangana, ngangana, ngangana. Ondoa viambaza, ondoa viambaza, ondoa viambaza vilivyoko mbele yako, ondoa viambaza. Rapa konda rabako shaka. Pita, 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 pita kwenye malango yako, pita kwenye malango yako, pita kwenye malango yako, pita kwenye nafsi yako, pita, pita, pita. Nafsi yako, nafsi yako ina malango, nafsi yako ina malango, nafsi yako ina malango, nafsi yako ina malango. Ripondora bashaka. Endelea kuomba. Bwana akutie mafuta, Bwana akugeuze, Bwana ageuze ufahamu wako, fikra zako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kataa nguvu za giza juu yako. Kataa kila giza juu yako. Kataa kila giza juu yako. Kataa kila giza juu yako. Kataa mawazo mabaya kwa jina la Yesu. Toka huko uliko, toka huko uliko. Pepo, 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 una mamlaka, majini wachawi kwa jina la Yesu. Nguvu za kichawi, nguvu za kiganga, toka, 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 toka. Achia watu hawa, achia, achia, achia fikra zao, achia, achia, achia talanta zao, achia, achia karama zao, achia vipawa vyao, toka kwa jina la Yesu. Roho inayokuzuia usiombe, roho inayokuzuia usijifunze neno, roho inayokudhibiti usiwe mcha Mungu, roho inayokudhibiti usiwe mcha Mungu, roho inayokudhibiti usiwe mtakatifu, roho inayokudhibiti usiwe mtakatifu. Kataa hiyo roho, kataa hiyo roho, kataa hiyo roho, kataa, kataa. Pita kwa nguvu, pita kwa nguvu, pita kwa nguvu, pita kwa nguvu, pita kwa nguvu kwa jina la Yesu. Badilisha majira yao, badilisha nyakati zao, geuza njia zao, geuza njia zao. Pawe giza na utelezi, pawe giza na utelezi, pawe giza na utelezi. Watie wazimu, wachanganyikiwe, watie wazimu, wasielewane wao kwa wao, wasielewane wao kwa wao, wachanganyikiwe kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Wanaotumikishwa bila kujua, wanaotumikishwa bila kujijua, wanaotumikishwa bila kujijua, pepo toka, achia watu hawa. Pepo toka, mmewafunga watu wasijitambue. Pepo toka, 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 toka. Mmetumwa kuwadhibiti watu wasijitambue kwenye karama zao, kwenye talanta zao. Kuanzia sasa, pepo kwa jina la Yesu, kwenye ardhi, kwenye ardhi, kwenye ardhi, funguka, funguka. Miguu yako iwe na utayari, miguu yako iwe na utayari kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Macho yako yaone, fikra zako zione kwa jina la Yesu. Muone Bwana, muone Bwana, wala sio shida. Muone Bwana, wala sio wachawi. Muone Bwana, wala sio mapepo. Muone Bwana kwa jina la Yesu, wala sio ndugu yako. Muone Kristo, muone Kristo, muone Kristo. Unayehitaji uponyaji, pokea huo uponyaji ili uweze kusikiliza neno. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Mifupa, mifupa isiyo na nguvu, mifupa iliyolegea kuanzia sasa, miguu iliyolegea kwa jina la Yesu. Wengine wamefanywa vilema katika ulimwengu wa roho, wengine wamefanywa tegemezi kwenye ulimwengu wa roho, wengine wamekamatwa, wamefanywa mazezeta kwenye ulimwengu wa roho, wamekamatwa. Saa hii pita, pita. Mwambie Bwana, mwambie Bwana akutembelee,
akutembelee. Akikutembelea ataondoa ukoma, akikutembelea ataondoa utasa, akikutembelea ataondoa ukoma, akikutembelea ataondoa ulemavu, atakuondolea ulemavu, atakuondolea ulemavu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Bwana tunakuhitaji ndani ya uwepo huu. Uweponi mwako tukae, uweponi mwako Bwana tutembee, uweponi mwako tupange mikakati, uweponi mwako Bwana tukusanye, uweponi mwako tutawanye, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaa kwenye uwepo wa Bwana. Kaa kwenye uwepo wa Bwana. Ndio. Kaa kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu kujazwa nguvu, kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu kwenye kusudi uliloitiwa na Mungu au nafasi uliopewa kutumikia. Kipindi kilichopita tulipoachana hapa kwenye somo hili la kutumikia kusudi la Mungu, tulishia kwenye kipengele kinachohusu kujazwa au kutiwa nguvu za Mungu kwenye kusudi uliloitiwa na Mungu au nafasi uliopewa kuitumikia. Haleluya, haleluya. Hakuna mtu aliyewekwa duniani akae tu, na hilo kila siku nitakwambia, sitaacha. Hakuna mtoto aliyezaliwa awe mtoto wa mtaani. Hakuna mtu aliyezaliwa awe fukara. Hakuna mtu aliyewekwa tu asijifahamu yeye ni nani. Ukijua hivyo ujue kuna nguvu nyingine tofauti na hiyo. Ukiona unaomba kila siku upokee majibu, badilisha mtizamo, badilisha mipaka, badilisha mazingira, badilisha kazi, ili Mungu akutumie. Lazima ujue jinsi ya kutumika mbele zake. Na kama amekuita kweli, lazima ujue amekuita ufanye nini, na utatumika kwa muda gani, kwa viwango vipi. Na ukiwa umeokoka na unaomba kila siku, ila hujui kwa nini naomba sijibiwi, unafanya kazi lakini kazini kwako hueleweki, unaonekana kana kwamba haupo. Kusudi la Mungu si kukuacha ubaki ulivyo. Kuna kipindi nilikufundisha nikakwambia, hakuna aliyezaliwa bila maandalizi kwanza tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandalizi ya rohoni yanaanzia kabla kitu kikiwa kichanga. Maandalizi ya kiroho yanaandaliwa kabla kitu kikiwa kichanga, wakati ikiwa changa. Ukitaka kuimarisha kanisa, waimarishe watoto nyumbani kwako. Ukitaka kuombea taifa, anza kwanza hao watoto wako. Mungu akikutembelea nyumbani kwako, asikukute mwenyewe, akukute wewe baba, amkute mama, awakute na watoto. Ukitaka kujua faida ya kutumika ndani ya kusudi, soma habari za Nuhu. Mungu alipomtembelea Nuhu akiwa kwenye kusudi na familia yake, alichukuliwa Nuhu mpaka viumbe vyake vyote alivyokuwa anavifuga. Nafasi ya Nuhu ilikuwa ni kuambia watu waokoke, waachane na uovu, waachane na habari mbaya. Hata Yohana alipozaliwa hakuja na habari nyingine, alikuja na habari ya toba, watu waache njia zao mbaya, wamjue Mungu. Yesu alipokuja, alikuja na habari ya tubuni. Wewe umepewa habari gani? Leo tunapokwenda kujifunza kuhusu habari ya talanta au kipawa au karama uliopewa, Yohana 15 anasema tawi lisilozaa litakatwa. Sehemu nyingine anasema shoka liko shinani, liko tayari kuvuna. Ukisoma habari za mwisho wa dunia, mwisho wa taabu za dunia,
kwenye Ufunuo yote ukisoma, anasema malaika aliyeshikilia mundu alipokuja yule mwingine mwenye talanta, akaona, akamchochea yule mwingine, akamwambia tia makali mundu yako. Naye yule aliposhuka akavuna. Bwana apewe sifa. Haleluya. Injili ni nini? Ni uweza wa Mungu uletao nini? Wokovu. Ukija safina utaponywa au utapona, lakini unaenda wapi baada ya kupona? Unaenda wapi baada ya kuponywa? Saa ya taabu, fikiria. Saa ya furaha, saa ya kufanikiwa kwako, furahi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mwanzo 1 mstari wa 26 tumekuwa tukisoma sana. Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na mfano wa Mungu, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ukifungua kile kitabu kuhusiana na kilichosababisha Adam kunyang'anywa talanta au kunyang'anywa kusudi alilopewa, Mwanzo 3:22, Bwana Mungu akasema, basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala, akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Mstari wa 24, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Huyu mtu alipewa, lakini alipokosea alinyang'anywa, alafu akafukuzwa. Kuna kupewa talanta na kuna kunyang'anywa talanta. Kuna kupewa utajiri na kuna kunyang'anywa utajiri. Wako waliopewa watoto wakashindwa kuwatumia, shetani akawanyang'anya akawatumikisha. Wako waliopewa waume wazuri kabisa, wacha Mungu, lakini kwa sababu ya kumtii adui akanyang'anywa mume akatumikishwa kwingine. Wako waliopewa wake kabisa wazuri, wacha Mungu, wakanyang'anywa wakapewa watu wengine. Wanafukuzwa, wanaondolewa, wanatolewa kwenye nafasi. Na ukitolewa kwenye nafasi, kusudi la wewe kuolewa, kusudi la ninyi kuoana halitatimia. Ulikuwa mwalimu, unatumika vizuri, ghafla ukaonja kileo. Kileo na mazingira ya Mungu ni tofauti. Kipindi cha nyuma nikakwambia, wakati mtu anaandaliwa tumboni, anaandaliwa akipewa maelekezo. Na hapa sasa hivi nikakwambia, ukitaka kuliweza kanisa, waandae watoto.
Waswahili wakageuza formula hiyo ya rohoni ya kuandaliwa mtu akiwa hajazaliwa, wakasema samaki mkunje angali mbichi.